Karibu sana kwenye MJ channel. Leo tutaenda kuangalia kitu tofauti kidogo lakini ni kitu cha kisayansi sana. Tutaenda kuangalia kuhusu sayansi ya palmistry. Sayansi palmistry ambayo ni sayansi ya kiganjani cha mkono. Sayansi ya kiganja kwa Kiingereza tunasema ni palmistry. Ni utamaduni ambao kimsingi kwamba ni wa zamani wa uchambuzi wa kiganja, unatafsiri tabia na maisha ya baadaye ya mtu kwa kuangalia maumbo na mistari ya mkono. Mistari yake mikuu ni 3 hadi 4: mstari wa moyo, mstari wa kichwa na mstari wa maisha. Kwa hiyo tutaenda kuangalia hii mistari inafanyaje kazi, lakini pia ni kwa nini ambayo tunasema kwamba ni sayansi ya zamani sana. Kwa hiyo tutaenda kuangalia, lakini pia bado inatumika mpaka leo na inafanya kazi vizuri. Mstari mikuu na maana zake. Kwanza kabisa, mstari wa moyo kwa maana ni heartline hupatikana juu ya unaashiria hisia, upendo na hali ya moyo. Mstari wa kichwa kwa maana headline uko katikati ya kiganja, unaonyesha mtindo wa kufikiri, akili na uwezo wa akili. Mstari wa 3 ni mstari wa maisha, lifeline, unaanzia karibu na kidole gumba na kushuka chini, unaonyesha nguvu za mwili, uchangamfu na afya. Lakini pia mstari wa mwisho ni mstari wa hatima kwa maana fate line. Hauonekani kwa kila mtu, huonyesha jinsi maisha yanavyoathiriwa na mambo ya nje au kazi. Tofauti za mikono, kwanza ni mkono wa kushoto huonyesha uwezo wa asili wa mambo uliozaliwa nayo. Unaona? Lakini la pili, mkono wa kulia unaonyesha maisha uliojijengea na matendo yako ya kila siku kwa watu wanaotumia mkono wa kulia. Unaona? Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo tunasema kwamba ni sayansi ya palmistry ambayo ni sayansi ya kiganja. Lakini sasa tunaenda kuangalia kwamba pamoja na hayo, lakini pia kuna herufi tofauti, lakini leo tutaenda kuangalia herufi M. Hii ina maana gani katika maisha yetu, au mtu mwenye herufi M kwenye kiganja chake? Kwa hiyo leo tutaenda kuangalia wenye herufi M kwenye kiganja chao cha mikono. Moja ni watu wenye sifa ya utajiri. Kama wewe una kiganja, una herufi M kwenye kiganja chako cha mkono, basi ujue wewe una sifa ya utajiri. Lakini pia ni watu wenye hasira. Watu hawa mara nyingi huwa na hasira sana. Kwa hiyo usiwachokoze kwa sababu mara nyingi wanakuwa na hasira kali sana. Lakini 3 ni wapole sana. Mara nyingi huaga ni wapole, lakini pale unapowachokoza basi wanakuwa na hasira kali sana. Kwa hiyo kama wewe una herufi M kwenye kiganja chako cha mkono, basi haya ni mambo ambayo unayo na sifa hizi bado unazo. Kwa hiyo watazamaji wangu, ya herufi M au kiganja chako kama kina herufi M, basi ujue wewe ni mtu wa kipekee sana katika hii dunia. Unaona? Lakini jingine ni watu hawataki kudharauliwa. Kwa hiyo hawa watu kwanza kabisa hawataki kutolewa hali ya kudharauliwa, hawataki kabisa. Kwa hiyo nafikiri ni watu ambao kidogo wana misimamo mikali sana. Kwa hiyo hawataki mzaha wa namna moja au nyingine. Lakini pia ni watu wenye msimamo mkali. Kwa hiyo jambo lake akishalipanga basi nataka liende vile vile. Nyingine ni watu ambao hawataki kusubiri wakati anataka kufanya kitu fulani. Kwa hiyo akipanga jambo lake atakalifanya, basi lazima hilo jambo lifanyike kwa wakati mwafaka. Nyingine ni hawataki kukatishwa tamaa. Kama anakutana na mtu ambaye wa kukatisha tamaa, basi mtu huyu hawezi kukaa naye kabisa. Kwa hiyo
ni watu kwanza kabisa wameumbwa kwamba wao hawataki kukatishwa tamaa. Jamani, asanteni sana na asubuhi njema. Leo tumeangalia historia ya historia au sayansi ya palmistry, kwa maana sayansi ya kiganja, lakini pia na herufi M kwenye kiganja chako cha mkono kina maana gani. Asanteni sana na asubuhi